Freeman Mbowe, mwenyekiti wa zamani wa Chadema, ameripotiwa kuwa yupo njiani kurejea kwenye ulingo wa siasa za kila siku za chama hicho. Taarifa zilizoifikia Jasusi TV zinaeleza kwamba ujio huo wa Mbowe unaambatana na matukio kadhaa yaliyojiri katika siku zilizopita, ambapo wanachama wa zamani wa chama hicho maarufu wawili nao wamerejea katika chama hicho. Ni muhimu kufahamu kwamba Mbowe hajawahi kuhama Chadema. Mwaka jana Januari kulifanyika uchaguzi mkuu wa chama hicho na akabwagwa na aliyekuwa makamu wake wakati huo, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye alishinda kuwa mwenyekiti mpya wa chama hicho. Na Mbowe kabla ya hapo alikuwa mwenyekiti wa Chadema kwa zaidi ya miaka 20. Lakini baada ya kushindwa katika uchaguzi huo, Mbowe amejitenga kabisa na shughuli zinazohusiana na Chadema, kwa sababu mara baada ya uongozi mpya kuingia madarakani, chama hicho kimekumbwa na misukosuko kadhaa, moja ikiwa ni mlolongo wa kesi mahakamani, lakini pia kufutiwa ruzuku pamoja na masuala mengine mbalimbali. Na kubwa zaidi ni kesi ya uhaini ambayo ilibambikiwa kwa mwenyekiti wa taifa chama hicho Mheshimiwa Lissu takriban miezi miwili tu au mitatu baada ya kushinda mwenyekiti wa chama hicho. Na baadhi ya hizi hujuma zimekuwa zikielekezwa, kidole kimekuwa kielekezwa dhidi ya Mbowe kudaiwa kuwa ana mkono, hasa kwa vile hajaonyesha kuguswa na masahibu yanayokikumba chama chake. Sasa Jasusi TV ilishawahi kuripoti hapa kuhusu mipango mbalimbali ambayo kimsingi ni ya hujuma dhidi ya Chadema, na miongoni mwa mipango hiyo ilikuwa ni pamoja na wimbi la watu ambao walihama chama hicho kurudi wakionekana kuwa na nia njema, lakini hasa nyuma ya nia hiyo njema ni kukihujumu chama hicho. Katika moja ya makala hivi karibuni, Jasusi TV ilieleza kwamba kuna mkakati wa ambapo baadhi ya viongozi wa zamani wa chama hicho wamemshauri Samia Suluhu Hassan kuwa mkakati wake wa kutaka kuifutia usajili Chadema hautokuwa na manufaa, kwa sababu inafahamika kuwa Samia alikuwa na nia ya kuifutia usajili Chadema. Wakaeleza kwamba kuna namna muafaka ya kuweza kuitumia Chadema, na namna hiyo jasusi akaipachika jina kuwa ni Mwambanization, yani Chadema kurudi katika enzi za Mbowe maarufu kama Mwamba. Sasa kwa watu wengi wakati wa utawala wa Mbowe walikuwa wanaelewa kuwa Chadema ni chama kinachopigania haki, na kwa hakika kimepigania mambo mengi, lakini hali ilibadilika hasa baada ya ujio wa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ikumbukwe kwamba muda mfupi tu baada ya kuingia madarakani Mbowe alibambikiwa kesi ya ugaidi, lakini Samia huyo aliyobambikia Mbowe kesi ya ugaidi alikuja kumtoa. Kwa hiyo kumtoa huko kulimtengenezea Mbowe deni la fadhila kwa Samia, na tangu wakati huo wawili hao wakawa maswahiba, na hiyo imechangia sana kuizorotesha Chadema, kwa sababu kilichokuwa kinaongelewa hadharani kilikuwa tofauti na kinachoendelea faragani, kwamba hadharani ilionekana kwamba Chadema inapigania maslahi ya Watanzania, inapinga vitendo mbalimbali vya viovu vinavyofanywa na CCM na serikali ya Samia, lakini faragani kulikuwa na mahusiano mazuri tu, hususan kati ya Mbowe na Samia Suluhu Hassan. Na hili hasa ndilo lilomsukuma Mheshimiwa Lissu kutaka kushika nafasi ya mwenyekiti wa chama hicho, kwa sababu aliona kwamba mwelekeo wa chama ulikuwa sio mzuri. Lakini mara baada ya kuingia uongozi mpya likaibuka pia wimbi la kundi kubwa la wanachadema ambao lijitambulisha kama G55, takriban watu 55 ambao kwanza walipinga ajenda muhimu kabisa ya chama hicho ya no reforms no election, kwamba pasipofanyika mabadiliko katika sheria, taratibu na kanuni za uchaguzi, chama hicho kitashinikiza kutofanyika kwa chaguzi mbalimbali. Lakini watu hao wakapinga kuhusiana na hilo, na hatimaye wakahama kwa mkupuo, wakahamia chama cha ubwabwa cha Umma. Na ilielezwa wakati huo kwamba Mbowe alikuwa nyuma ya huo mkakati wa hawa G55, na kwamba yeye alishiriki kikamilifu kuwezesha kuhama kwao, kwa sababu hata katika mazingira tu ya kawaida, ushahidi wa kimazingira, takriban wote waliohama walikuwa ni wafuasi wake wakati wa kampeni za kuwania uchaguzi wa kuwania uwenyekiti wa Chadema ambao ulihitimishwa hapo Januari mwaka jana. Sasa miongoni mwa watu waliohama Chadema, hawa waliohama kabla hata hiyo ya Januari 25, yani Januari mwaka jana,
ilikuwa ni pamoja na Joseph Selasini. Huyu alihama na kujiunga na chama cha NCCR Mageuzi. Yeye alihama mwaka 2020. Na kuhama kwake, sababu ya kuhama aliyotoa kweli ilikuwa haina mashiko, kwa sababu alisema kuwa ameondolewa kwenye grupu la WhatsApp la viongozi wa Chadema. Sasa mtu ambaye anaweza kuhama chama kwa vile kaondolewa kwenye grupu la WhatsApp ana matatizo binafsi. Kwa hiyo hii sababu inawafanya baadhi ya watu kuona kurejea kwake Chadema pengine si kwa nia nzuri, lakini hilo nitaliongea baada ya muda mfupi ujao, kwa sababu kuna pande mbili za mtizamo kuhusu hawa na urudi. Mwingine ni Peter Msigwa. Huyu alikuwa ni mmoja wa wanasiasa maarufu wa Chadema, lakini yeye Juni 2024 alihama chama hicho na kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Na kwa hakika kuhama kwake kulisababisha baadhi ya watu kuumizwa sana, kwa sababu yeye alikuwa ni mmoja wa watu ambao kwa hakika viongozi waadilifu wa Chadema na alikuwa akiwa na msimamo thabiti. Lakini kitendo hicho cha kuhama na kujiunga na CCM, kwa sababu angeweza kujiunga na chama kingine, lakini kujiunga na CCM ilikuwa kama ameenda kujiunga na wasaliti. Sasa katika kurejea kwake, angalau kuna tofauti kati ya kurejea kwa Msigwa na kurejea kwa Selasini, kwa sababu Selasini alitangaza tu kwenye mkutano wa hadhara wa Chadema kuwa anarudi katika chama hicho, lakini hakukuwa na kama kuomba radhi kwa yaliyotokea huko nyuma. Ikumbukwe kwamba NCCR Mageuzi ilikabidhiwa jukumu, ilitaka kutumiwa na Magufuli mwaka 2020 kuiondoa Chadema katika nafasi yake kama chama kikuu cha upinzani. Iliahidiwa idadi kadhaa ya viti, wanasema kwamba takriban viti 20 vya ubunge na rasilimali mbalimbali. Lakini hilo halikuwezekana, kama ambavyo ACT Wazalendo imetumika majuzi kuahidiwa viti kadhaa, lakini kaishia kuambulia viti vichache. Kwa hiyo ni mbinu ambayo imekuwa ikitumia na CCM mara kwa mara. Kwa hiyo NCCR Mageuzi ilijaribu kuihujumu Chadema lakini ikashindwa. Kwa hiyo hata Selasini alikuwa ni mmoja wa watu walioshiriki katika hujuma hizo, japo hazikuwa na mafanikio. Lakini tofauti na Selasini, Msigwa yeye ameomba radhi na amewaeleza watu kama kuna watu waliowakwaza na aliwakwaza watu wengi, basi anaomba radhi na kwamba amefuata taratibu zote kuhama CCM na kurudi huko Chadema. Hata hivyo ni muhimu kusisitiza makala ya Jasusi TV wiki chache iliyopita kueleza kuhusu huo mkakati kwamba badala ya kuihujumu Chadema kwa kuifutia usajili au kuifungia, njia mwafaka ni kwamba chama hicho kitumike kwa namna moja kama kilivyokuwa kikitumika wakati wa Mbowe. Na hili pengine nalo ni changamoto ambazo Chadema inataka kuzifanyia kazi, kwamba je, wakati wa utawala wa Mbowe chama hicho kilikuwa kinahujumiwa vipi ndani kwa ndani? Kwa sababu uadui dhidi ya Chadema kutoka CCM unafahamika, lakini wengi hasa katika baadhi ya watu ambao wanajishughulisha kufahamu yasionekana hadharani kama jasusi, ni kwamba chama hicho kinahujumiwa sana ndani ya chama hicho, kwa sababu kuna watu ambao wanafanya kazi au tunaita mapandikizi, wanafanya kazi dhidi ya chama hicho. Sasa mkakati huu ni kwamba watu waliohama warudi katika chama hicho, na lengo hasa la kurudi kwao ni kuhakikisha kuwa wanamng'oa katika uwenyekiti Mheshimiwa Lissu. Kwa bahati mbaya Jasusi TV haifahamu ni namna gani ambavyo hilo litawezekana, au katiba ya Chadema inasemaje katika utaratibu wa kumtoa mwenyekiti, lakini hilo limeelezwa kwamba kuna ushawishi ulifanyika kwa Samia Suluhu Hassan kwamba kuna njia muafaka ya kuidhibiti au kuimudu Chadema, nayo ni kuirudisha katika zama za Mbowe, ambapo majukwani itakuwa ikipiga kelele, itakuwa ikisema hili, kuonekana kwamba ni chama ambacho kinatetea maslahi ya Watanzania, lakini faragani kinakaa pamoja na sisi, na kwamba hilo linawezesha hata hayo maridhiano ambayo Samia anayahangaikia yakafanyika kimya kimya, kwamba Chadema wakaridhia lakini bila kushiriki hadharani. Sasa hilo linawezekana endapo Mbowe atatoka, sababu bado ana ushawishi mkubwa sana ndani ya chama hicho, na kuna watu wengi ambao wanaendelea kumuunga mkono ndani na nje. Wengine walihama kwa sababu alivyoshinda uchaguzi, lakini wengine wako ndani ya chama hicho, na kwa hiyo ana ushawishi mkubwa sana. Kwa hiyo hili la kurudi kwake katika kile Waingereza wanaita active politics kinaweza kuwa na impact kubwa sana katika mwelekeo wa chama hicho. Lakini kubwa zaidi ni hiyo taarifa ya kwamba kuna mpango ambao unaratibiwa na CCM wa kutaka kumtoa katika uongozi Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na huenda kurejea kwa Mbowe endapo kutatokea, kwa sababu hizi ni taarifa ambazo Jasusi TV imezipokea, lakini haijathibitisha ukweli wa taarifa hizo, hasa ikizingatiwa kwamba katika siasa kuna mambo ambayo leo yanaweza kaongelewa hivi kesho, kwa sababu kwa nyuma ilisikika kwamba Mbowe anataka kujiunga na Chauma, lakini mpaka leo halikutokea. Baadaye ikaambiwa Mbowe anataka kurudi CCM, anakwenda CCM, lakini hilo halikutokea. Kwa hiyo hata hili linawezekana ni tetesi tu ambazo zinaongelewa na sisi na uzito. Lakini Jasusi TV inafuatilia
pia kuhusu hili na itaendelea kukujuza. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu tuwe maoni yako hapa kwenye comment. Asanteni na kwaherini. Free audio post-production by alphonic.com.